katupashe Samiri, ni kwa nuru ya ilma katupashe Samiri, neema ilo adhima sasa twachuma thamari, karibu Sheikh Alima mwenye kufundisha kheri na murabi alo mwema, shekhe wetu ya mzuri, Mola mpe yalo mema, heri hizi dikithiri kwa uhai wa daho hilo kwako Allah, kwa uhai wa daho hilo kwako nakiri ya ilahi ya karima wa kushukuru qahari ya ilahi ya karima wa kushukuru qahari kunusuri, kukaiye nyenema kwa elimu kunusuri, umetutole ya dhalama leo tupo kwenye nuri, mwalimu karima Huseni aso kiburi, nani aso fahima mambo yako dhahiri, katufundisha ilma adabu pia umuri, kakuomba ya rahima kingena sihiri kwa uhai wa daho ilo kwako, kwa uhai wa daho ilo kwako tunakiri ya ilahi ya karima twakushukuru qahari ya ilahi ya karima shukuru qahari ya ilahi ya karima ilo kwako kwa uhai wadai ilo kwako Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kiburudisho hicho, nadhani tunaelekea kwenye upande wa Fatiha, na kwa kuwa jambo letu limeanza na wazee walikuweko, kuna Fatiha zilikuwa zishatangulia, kwa sasa tupate Fatiha ya mzee mmoja tu. Baada ya Fatiha ya mzee huyo, nadhani ni ikhlasi tatu na kuwasilisha hizo ikhlasi tatu thawabu zake kwa wazee. Baada ya hapo itakuwa ni Qur'ani tukufu. Baada ya hapo ni vijana wawili watatu katika vijana ambao wamesoma hapa,
wengine wameshatekeleza mazingira ya jana. Hawa watawakilisha wale mbele ya mudiri wetu wa Mahdi ya Shamsul Maarif Al-Islamia na matawi yake. Baada ya vijana hawa wawili watatu, basi itakuwa ni ratiba ya hadhara inshallah. Mzee Jamamba, katika wazee wa mji huu umependelewa utoe Fatiha inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق
الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. Inshallah, kinachofuata ni maonyesho ya wale vijana ambao watazungumzia wajibu wa suratul Fatiha kwa maamuma. Kwa kwanza ni Juma Isa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا تلميذ في مدرسة نور الهدى، فرع من فروع معهد شمس المعارف الإسلامية، مرحلة المتوسطة، الصف الأول. Mimi ni mwanafunzi katika madrasa Nurul Huda, tawi katika matawi ya Ma'had Shams al-Ma'arif al-Islamiyya. Marhala yangu ni marhalatul mutawassita, safu ya kwanza. Ya akhi, qad sha'a fi ba'd an-nas anna surata al-Fatihah laysat wajibatan 'ala al-ma'mum, wa yastadilluna biqawlihi ta'ala: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. اعلم يا أخي أن رابع أركان الصلاة قراءة الفاتحة في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد، ولا تسقط إلا عن المأموم الذي أدرك الإمام راكعا، فإنه تحسب له هذه الركعة وإن لم يقرأ فيها الفاتحة بالإجماع. نقله الإمام ابن المنذر في كتابه الأوسط، فقال: أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعا فركع معه أدرك تلك الركعة وقراءتها. Ewe ndugu yangu, hakika kumetangaa katika baadhi ya watu kwamba suratul Fatiha si wajibu kwa maamuma, na wanachukua dalili kwa neno lake Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka alisemalo: itakaposoma Qur'ani isikilizeni na nyamazeni kwa ajili nyinyi mupate kurehemewa, na kwa neno lake mtume amrehemu Mwenyezi Mungu na amuokoe alisemalo: mwenye kuswali nyuma ya imamu, basi kisomo cha imamu ndicho kisomo chake. Jua ewe ndugu yangu kwamba ya nne katika nguzo za swala ni kusoma suratul Fatiha katika kila rakaa kwa imamu na maamuma na mwenye kuswali peke yake, na haipomoki suratul Fatiha ila kuepukana na maamuma ambaye amemkuta imamu ni mwenye kurukui. Hakika yeye itahesabiwa kwake rakaa hii, na hata akitosoma pamoja naye suratul Fatiha kwa mpatano wa wanazuoni. Ameliburisha hilo Imamu al-Mundhir katika kitabu chake kinachoitwa Al-Awsat. Amesema, nimepata na kundi la wanazuoni kwamba kila ambaye amemkuta imamu ni mwenye kurukui akarukui pamoja naye ameiwahi rakaa hiyo na kisomo chake. Amma dalilu wujubi qiraatiha ala al-imami wal ma'mumi wal munfarid, فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي لفظ أخرجه الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذه الإسناد بلفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. والدليل على وجوب قراءتها في كل ركعة قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بعدما علمه ما يقول ويفعل في كل ركعة: ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية في صحيح ابن حبان وغيره: ثم اصنع ذلك في كل ركعة. ودليل وجوب قراءتها على المأموم في السرية والجهرية عموم حديث الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
وحديث سيدنا عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم، فقلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. Ama dalili ya kupasa kusoma suratul Fatiha juu ya imamu na maamuma na mwenye kuswali peke yake ni neno lake Mtume, amrehemu Mwenyezi Mungu na amuokoe, lisemalo: hapana swala kwa ambaye hakusoma suratul Fatiha. Na katika tamko alilolipokea al-Ismaili katika njia ya Abbas ibn al-Walid an-Narsi, mmoja wa mashekhe wa Imam Bukhari, kutoka kwa Sufyan kwa sanadi hii, kwa tamko lisemalo: haitoshelezi swala ambayo haikusoma katika swala hiyo suratul Fatiha. Na dalili ya kupasa kusoma suratul Fatiha katika kila rakaa ni neno lake Mtume, amrehemu Mwenyezi Mungu na amuokoe, kumwambia yule aliyeikosea swala yake baada ya kumfundisha kile ambacho atakisema na atakifanya katika kila rakaa, kisha fanya hivyo katika swala yako yote. Na katika riwaya nyingine katika sahihi ya Ibn Hibban na asiyekuwa yeye, kisha fanya hivyo katika kila rakaa. Na dalili ya kupasa kusoma suratul Fatiha juu ya maamuma katika swala ya kusirisha na swala ya kujihirisha ni kuenea hadithi iliyo katika sahihi mbili isemayo: hapana swala kwa ambaye hakusoma suratul Fatiha. Na hadithi ya bwana wetu Ubadah ibn Samit aliyosema: alituswalisha sisi Mtume wa Mwenyezi Mungu, amrehemu Mwenyezi Mungu na amuokoe, swala ya asubuhi, kikawa kizito juu yake kisomo. Zamani alipomaliza alisema Mtume: hakika mimi ninawaona mnasoma nyuma ya imamu wenu. Tukasema ndiyo. Akasema Mtume: msifanye hivyo ila suratul Fatiha, kwani hakika mambo yalivyo hapana swala kwa ambaye hakuisoma suratul Fatiha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huwa ni wajibu wa suratul Fatiha kwa maamuma, sababu wako ambao wanakataa suratul Fatiha, lakini hoja ni kwamba Mwenyezi Mungu asema: wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kwa hiyo kama imeeleweka hiyo, tunaendelea na mwingine ambaye ni Musa Idrisa. Mada hiyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا تلميذ في مدرسة نور الهدى، فرع من فروع معهد شمس المعارف الإسلامية، مرحلة الابتدائية الصف الثالث. Mimi ni mwanafunzi katika madrasati Nuril Huda, tawi katika matawi ya Ma'had Shamsil Ma'arif al-Islamiyya. Marhala yangu ni marhala ya ibtidaiya, swafu ya 3. Wa an sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ فسكتوا. قالها 3 مرات، فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. فيجب على المعموم في الصلاة السرية والجهرية أن يقرأ الفاتحة خلف إمامه، فإذا لم يقرأ المأموم الفاتحة في كل ركعة خلف الإمام، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية،
لم تصح صلاته لصريح قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهو صحيح. Na imepokewa kutoka kwa bwana wetu Anas bin Malik amwele radhi Mwenyezi Mungu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaswalisha sahaba zake. Zamani alipomaliza swala yake aliwaelekea kwa uso wake akasema Mtume, hivi mnasoma katika swala yenu nyuma ya imamu na hali ya kuwa imamu anasoma? Wakanyamaza. Aliyasema maneno hayo mara 3. Akasema mwenye kusema au wenye kusema, hakika sisi tunafanya hivyo. Akasema Mtume, msifanye hivyo, na asome mmoja wenu suratul Fatiha katika nafsi yake. Basi kunapasa juu ya maamuma katika swala ya kusirisha na swala ya kujihirisha kusoma suratul Fatiha nyuma ya imamu wake. Akitosoma maamuma suratul Fatiha katika kila rakaa nyuma ya imamu wake, ni mamoja ilikuwa swala ni ya kusirisha au ni ya kujihirisha, haikuswihi swala yake, kwa kuwa wazi neno lake Mtume sallallahu alayhi wasallam lisemalo, haitoshelezi swala ambayo haikusomwa katika swala hiyo suratul Fatiha, na hadithi hii ni sahihi. Amma ma akhrajahu Ibn Majah an Jabir ibn Abdullah wa ghayruhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man salla khalfa al-imami فقراءة الإمام له قراءة فإن جميع أسانيده معلولة وحينئذ فلا يقوى هذا الخبر المعلول على معارضة حديث المتفق عليه. Ama hadithi ambayo ameipokea Ibn Majah kutoka kwa Jabir ibn Abdullah na wasiokuwa hao kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, mwenye kuswali nyuma ya imamu basi kisomo cha imamu ndicho kisomo chake, hakika sanadi zake zote ni zenye kutiwa illa, na wakati huo haipati nguvu hii hadithi yenye kutiwa illa juu ya kupingana na hadithi iliyo sahihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea na mwingine ni Haji Sulaiman. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا تلميذ في مدرسة نور الهدى، فرع من فروع معهد شمس المعارف الإسلامية، مرحلة الابتدائية الصف الثاني. Mimi ni mwanafunzi katika madrasati Nurul Huda, tawi katika matawi ya Mahad Shamsil Maarif al-Islamiyya. Marhala yangu ni marhalatul ibtidaiya, safu ya pili. Wa amma qawluhu ta'ala wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Awalan ننظر أسباب نزول هذه الآية الكريمة، لأن أسباب النزول له أثر كبير في فهم معنى الآية الكريمة كما في التبيان. الأول قال إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانوا يتكلمون في الصلاة فلما نزلت هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أمروا بالإنصات. الثاني نزلت هذه الآية الكريمة في فتى من الأنصار
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأه فنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. Na maneno lake Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka alisemalo, itakaposoma Qur'an isikilizeni na nyamazeni. Kwanza tunatizama sababu za kuteremka aya hii tukufu, kwa kwamba sababu za kuteremka aya zina athari kubwa katika kufahamu maana ya aya tukufu, kama ilivyo katika kitabu At-Tibyan. Sababu ya kwanza, amesema Ibrahimu al-Hujariyu kutoka kwa Abi Iyadhi kutoka kwa Abi Huraira, amesema walikuwa akizungumza katika swala zamani ilipoteremka aya hii isemayo, itakaposoma Qur'an isikilizeni na nyamazeni. Waliamrishwa kunyamaza. Sababu ya pili, imeteremka aya hii tukufu katika kumzungumza kijana katika Ansar. Alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kila anaposoma chochote katika Qur'an hukisoma. Ikateremka aya hii, itakaposoma Qur'an isikilizeni na nyamazeni. Wa aidan hadha amun mukhassasun bil adillati dallati ala wujubi qira'ati al-Fatiha. Qala fi nadmi al-waraqati wa yuhmalu al-mutlaqu mahma wujida ala alladhi bil wasfi minhu quyida. Fa in qila hal yajuzu an yukhassasa al-kitabu bisunnah, al-jawabu na'am. Qala fi nadmi al-waraqati thumma al-kitaba bil kitabi khassasu wa sunnatun bi sunnatin tukhassasu wa khassasu bi sunnatil kitaba wa aksahu istamil yakun sawaba. Fayakunu al-ma'na wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu illa fil Fatiha fala budda minha. Na vile vile aya hii ni ni yenye kuhusiwa kwa dalili zenye kudulisha juu ya kupasa kusoma suratul Fatiha. Amesema katika nadhmul warakati, na inachukuliwa habari yenye kuachiliwa popote itakapokutwa juu ya habari ambayo imekaidiwa kwa sifa. Pakiulizwa, je, kunafaa kuhusiwa Qur'ani kwa hadithi? Jibu ni ndiyo. Amesema katika nadhmul warakati, kisha Qur'an kwa Qur'ani wameihusu, na hadith kwa hadith wameihusu, na wameihusu kwa hadith Qur'an, na kinyume chake tumia linakuwa hilo ndo sawa sawa. Basi inakuwa maana ya aya ni kwamba itakaposoma Qur'an isikilizeni na nyamazeni. Ila katika suratul Fatiha hapana budi nayo, na kauli ya kupasa kusoma suratul Fatiha kwa hali yoyote ndiyo chaguo la shehe wetu Ibn Bazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Qur'an fastami'u lahu, ni kwamba mwanzo tunatazama sababu za kuteremka aya hii, kama alivyoeleza kwamba sababu za kuteremka aya zina athari kubwa katika kufahamu maana ya aya, kama ilivyo katika kitabu At-Tibyan fi ulumi al-Qur'an. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni kwamba aya hii maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakizungumza katika swala. Sasa
wakiwa wakizungumza katika swala, ndio ikateremka aya hii, wakaambiwa wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu, ndio wakaamrishwa kunyamaza. Lakini pia vile vile aya hii ni imehusiwa kwa dalili zilizofahamisha juu ya kupasa kusoma Qur'ani kwa maamuma, kama ambavyo ameeleza hivyo. Sasa akatuambia zaikaja swali kwamba je, kunafaa kuhusishwa Qur'ani kwa hadithi? Jawabu ikawa ni ndiyo, kwa sababu ukisoma katika Nazmul Warakati utakuta thumma alkitaba bilkitabi khassasu wa sunnatun bisunnatin tukhassasu, lakini wa khassasu bisunnati alkitaba wa aksahu ista'amil yakun sawaba. Inshallah tunaendelea na mtu wa mwisho ambaye huyu atazungumzia kwamba ikiwa tutaenda kwamba aya hii watu wamekatazwa kusoma nyuma ya imamu, je, wamekatazwa kusoma suratul Fatiha? Basi inshallah mtu wa mwisho ni Mubarak Thabit. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana tilmidhu fi madrasati Nurul Huda, far'un min furu' ma'had Shamsul Ma'arif al-Islamiyya, marhalatul ibtidaiyya as-saff ath-thani. Mimi ni mwanafunzi katika madrasati Nurul Huda, tawi katika matawi ya Ma'had Shamsul Ma'arif al-Islamiyya. Marhala yangu ni marhalatul ibtidaiyya safu ya pili. Wa alam annahu qad sahha an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu kana yasqutu bayna takbiratil ihram wal qira'ah, wa kana yasqutu ba'da al faragh min qira'atil Fatiha saktatan nahwa saktatihi al ula qabla an yaqra'a ma tayassara min al Qur'an ba'da al Fatiha, وكان يسكت بعد الفراغ من القراءة قبل أن يركع. Najua kwamba mambo yalivyo hakika kumesihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye alikuwa ananyamaza kati ya takbira kuhirimia na kusoma suratul Fatiha, na alikuwa ananyamaza kati ya kumaliza kusoma suratul Fatiha. Kunyamaza mfano wa kunyamaza kwake kwa kwanza kabla ya kusoma kilicho chepesi katika Qur'ani baada ya suratul Fatiha, na alikuwa ananyamaza baada ya kumaliza kusoma sura baada ya Fatiha kabla ya kurukuu. Waqad alima anna sukutahu baina at-takbirati wa qira'ati al-Fatiha kana li du'a al-istiftah, wa lam yathbut du'a'un baina qira'ati al-Fatiha wa surah. فتكون هذه السكتة ليقرأ فيها المأموم الفاتحة الكتاب، وعليه فلا يتوهم متوهم أن قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام قد تعارض قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإن الإنصات واجب، وإنما يقرأ المأموم الفاتحة وقت سكوت الإمام. Hakika kumejulikana kwamba kunyamaza kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika takbira kuhirimia na kusoma suratul Fatiha kulikuwa ni kwa ajili ya dua ya kuandiliza swala, na haikuthibiti dua yoyote kati ya suratul Fatiha na sura nyingine. Basi na kunakuwa kunyamaza huko ni kwa ajili ya kusoma maamuma katika kunyamaza hicho suratul Fatiha. Na tuendapo na hilo, basi hatishaka mwenye kutia shaka kwamba kusoma maamuma suratul Fatiha nyuma ya imamu wake kumepingana na neno lake Mwenyezi Mungu lisemalo, itakaposoma Qur'ani usikilizeni na nyamazeni, kwani hakika kunyamaza katika wakati huo ni wajibu. Na hakika hapana wengine anasoma maamuma suratul Fatiha wakati wa kunyamaza imamu,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo kama tutaenda kwamba wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, imekuja kwa ajili ya kukataza maamuma kusoma suratul Fatiha au kusoma chochote katika Qur'ani nyuma ya imamu. Basi ni kwamba ni wajibu mtu anapomaliza suratul Fatiha anyamaze ili maamuma wapate kusoma suratul Fatiha. Na tuendapo na hilo sasa ni kwamba hawezi kutia shaka mwenye kutia shaka kwamba kusoma nyuma ya imamu ni kupingana na neno lake Mwenyezi Mungu lisemalo wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Insha Allah, hapa ndio tumefika mwisho wa maonyesho yetu kwa leo, na kifuatacho